Kama serikali tumetengeneza mwongozo kabisa sasa hivi kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, niwapongeze sana, juu ya malezi ya watoto na malezi ya familia, ili kuwapa nafasi na wajibu wa kila familia, kila mtu kuingia na kutekeleza swala la malezi kwa wale anaohusika nao. Kama ni kanisa linahusika na waumini kuwapa malezi bora, kama ni baba na mama wanahusika na watoto na vijana wao kuwapa malezi bora, kama ni shule inahusika na wanafunzi wake, kama ni chuo kuwapa nayo wanachuo wake, lakini kila mtu anao wajibu kwa ngazi yake katika malezi. Kwa sababu wakati fulani tunaulizana, hivi hiki kimeharibikia wapi? Huyu mtoto ameharibikia wapi? Tabia hii kajifunzia wapi? Na wakati fulani huwa naona tunarushiana mpira. Sisi serikali tunasema jamani, familia hazijawajibika, kwa sababu mlezi wa kwanza ni wazazi wa mtoto. Lakini nimesikia wazazi wengi tu nao wakisema serikali hii nayo haiwajibiki, huyu mtoto amekuaje amefika hapa. Lakini muda tulionao si muda wa kunyosheana vidole, ni muda wa kila mtu kuchukua hatua ya kutimiza wajibu wake kwa ajili ya malezi. Si muda mrefu sana nilikuwa kwenye kongamano moja la viongozi wa dini, wakasema jamani, mkuu wa mkoa, nilikuwa pia mgeni rasmi, wakasema mkuu wa mkoa, unaona wenzetu nchi fulani wakaitaja, wamezuia watoto hadi chini ya miaka 16 asimiliki simu, asishike simu. Sisi kwa nini hatuweki sheria hiyo? Nikasema hivi, sheria haipo au sisi ndio hatuitekeleze? Nikawakumbusha sheria ya Tanzania inasema mwanafunzi haruhusiwi kuwa na simu, na sisi kama serikali kwa kweli tumedhibiti. Adhabu ya mtoto kukutwa na simu shuleni ni kufukuzwa shule, yaani ni adhabu kubwa ya mwisho kabisa ya mtoto kwa sababu ya kuwa na simu shuleni. Wazazi wangapi hapa wajiachia watoto wao simu wakija likizo? Wote tumewaachia, si ndio? Sasa ndio maana nasema tusinyosheane vidole, kila mtu atimize wajibu wake.